Cha kwanza, ukipata uwezo wa kuoa mke mzuri, mwenye dini, mwenye nafasi nzuri ya kukuelewa na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, fanya hivyo haraka sana, usisubiri. Ndio maana Mtume akasema arba'un min as-sa'ada, mambo manne yatakuletea furaha. Japokuwa furaha ya dunia sio ile ya kudumu moja kwa moja, lakini kwa kadri ya kiwango kizuri ambacho kitakupa furaha, anza na hapo kwanza. Vijana wengi wananielewa kwa sababu sisi ni wanaume. Baba yetu Adam alipoumbwa peke yake, ulama wa tafsiri wanasema kana yamshi fil jannati wahidan faridan wa kaannahu istawhash. Alikuwa anatembea tembea tu pale peponi, anakwenda huku anarudi huku peke yake mwenyewe, kana kwamba alipata loneliness, kwa sababu alikuwa nani? Peke yake, anakwenda huku anarudi kule, yuko mwenyewe tu. Alipoumbiwa mwenzake, fakhalaqa minha zawjaha, hapo sasa akaanza kubadilika Adam, akaonekana mtu mwingine. Ndio maana Allah anasema ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha. Hii nafsi ya Adam Allah akaitoa mwenzake ambaye ni mama yetu Hawa, na alipomuumba tu akachora image ya kukuonyesha kwamba wewe mwanamume umesababishiwa utulivu na kutulia, kuletewa huyo mwanamke pembeni mwako.